Naitwa Sylvester Shayo, ni wakili wa kujitegemea na nimekuwa pamoja na mtumishi wa Mungu kwa muda mrefu. Nimemtetea katika mahakama mbalimbali, nimetetewa na maombi katika mahakama mbalimbali walipokuwa wanapigwa, wanaburutwa, wanashtakiwa katika makanisa mbalimbali. Hapo anaendelea na huduma za kuombea watu. Alianza kuzuiwa hapa na pale. Wana maombi wakaanza kuzuiwa hapa na pale. Kukawa na mkutano, kama mtakumbuka, kulikuwa na mkutano pale parokia ya Mwenge mwaka wa 93 nadhani. 91. Na alikuja huyo askofu Pengo. Akasema hii kazi, akaongea na wana maombi. Kwa kweli aliongea na wana maombi na wakamwambia, baba askofu, ni jambo gani unaloona katika hizi sala hata tusiende kuzihudhuria? Akasema hii kazi hakuna chochote ninachoona, siendi kulichunguza. Kwa sababu tumeomba kwamba ichunguze, basi utuambie jambo hili na hili na hili ni baya, kusudi tuelewe, tukiwa watu wazima tuelewe, kusudi tusiende tena. Akasema mimi wala siendi kuchunguza, kwa sababu sala zinazosaliwa, sala kama sala hazina tatizo. Lakini huyu padre huyu sio mtii kwa askofu wake. Na baada ya pale ndio akaanza kuishambulia hiyo huduma. Ilivyokuwa hivyo, mtumishi wa Mungu akaandika barua. Akaandika barua, naweza kuwapa, akaandika barua Roma kwamba ni kama nakata rufaa, I appeal to the Pope, I petition to the Pope. Lakini kabla ile barua haijajibiwa ndio akatengwa. Na mimi bahati nzuri nilifahamu kwamba hakuna adhabu ya kutengwa iliyotolewa kwa kweli. Na jambo hili lilijitokeza wazi katika mahakama kule Sumbawanga. Wale wenye nafasi tuwapa proceedings zile. Katika Sumbawanga, mahakama ya hakimu mkazi, tulishtakiwa wana maombi kwamba wasiingie kanisani, wakaomba injunction, wasikanyage kanisani, wasifanye hivi na hivi. Sasa katika ile kesi bahati si nzuri au mbaya, lakini alikuja, tuliwaambia kwamba leteni makaratasi hayo mnayosema yalimtenga. Leteni proceedings hizo za kumtenga. Leteni ushahidi kwamba wametengwa. Leteni hiki na kile. Na katika kesi ile na leteni ushahidi. Katika kesi ile walikuja baba askofu Damian Kiaruzi. Akaja na minutes za ule mkutano ambao wanadai ulimtenga. Lakini bahati yake mbaya ni kwamba ile minutes zilikuwa hazina agenda. Yaani zile agenda zilikuwa hazina, sio minutes, ni agenda. Zilikuwa hazina agenda ya mtumishi wa Mungu Padre Kwera. Na mimi nikamuuliza, mbona hakuna agenda hapo ya kuhusu huyu mtu? Wala hakuhudhuria, wala askofu wake alikuwa Raymond Mwanyika hakuhudhuria kile kikao. Kwa hiyo kwa kweli mahakama ikasema, ilikuwa na mbele ile kesi ikana mpaka mahakama kuu na kadhalika, lakini wakasema mambo haya ya kiimani sio mambo ambayo ni justiciable mahakamani. Kwa hiyo kesi ikaishia pale. Lakini kwa kweli mtu anayeuliza kwa nini akatengwa, kwa kosa lipi? Kwa kosa lipi? Hana kosa lolote. Na kama kuna mtu anajua kosa alilotenda, hao wanaotangaza kwamba alikuwa na kosa hili na hili waliseme. Ni mkusanyo tu wa wanasheria walikaa mahali wakasema, wewe umeandika barua Roma, barua hiyo imekuwa haina heshima, umedhalilisha kanisa, ilikuwa sio sawa sawa, na vitu kama hivyo. Lingine wanasema kwamba alichanganya, anasema amefundisha mambo ambayo si ya kweli. Alisema kwamba walimwambia umefundisha kwamba
kanisa linaegemezwa kwa nguzo mbili, Mama Bikira Maria na Ekaristi Takatifu. Lakini jambo hilo alikuwa hakulisema, na kama kweli alikuwa amefanya kosa hilo la ki doctrine, ukifanya kosa la kiuandishi kama mwanatheolojia, huwezi kupewa ile adhabu inaitwa lete sententie. Ile adhabu wanafanya due process. Anateuliwa mtu, anasoma vitabu vyako, anasoma maandiko yako, ile mtu anaitwa censor deputatis, tazama, wanakuambia wewe katika hili na hili na hili umepotoka, unafundisha kinyume cha mafundisho ya Biblia, kinyume cha mafundisho ya mitume, kinyume cha mafundisho ya mababa wa kanisa. Wanakuambia, na wewe unaweza kusema hii kalamu iliteleza kweli, unarudi nyuma, unanyosha, hutengwi. Na kama unaona huko sawa sawa, unasema hapana, mimi nang'ang'ania hapa. Na huko nyuma kuna mifano mingi, usomeni watakatifu. Kwa mfano Mtakatifu Atanasi alisimama na kanisa, apambana naye, akaenda jangwani, akafanya hivi na hivi, lakini hatimaye ndiye aliweza kudumisha imani Katoliki. Na mtumishi wa Mungu hivi hivi. Na kosa kubwa, kwa mfano Dar es Salaam alikuwa tunatengwa, ni kwamba wana maombi walikuwa naingia makanisani. Mtumishi wa Mungu aliwaambia marufuku kupokea Ekaristi Takatifu huku umesimama na kwenye mikono. Akasema utaratibu toka zamani, lazima upige magoti, lazima upokee kwenye ulimi, uwe umejiandaa vyema. Jambo hili liwaudhi baadhi ya watu, na mpaka leo ni mjadala katika kanisa. Ukifungua YouTube wale unaosoma, utaona kuna makardinali wawili ambao wamesimama kidete sana, Robert Sara na mwenzake Francis Arinze, wanasema hapana, pigeni magoti, pokeeni kwenye ulimi, huo ndio utaratibu. Kwa hiyo kama ni sababu gani alitengwa, labda hilo, kwamba kinachoonekana nje ni hicho, kwamba watu wanapiga magoti, watu wanapokea kwenye ulimi.